Madini. Wachimbaji hatuna msemo wetu jamani, si mnasema madini ni maisha na nini? Madini. Madini ni maisha na madini ni utajiri. Mheshimiwa Waziri katuandishia msemo mzuri wa kutupa matumaini. Mheshimiwa Kassim Majaliwa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Anton Mavunde, mbunge na waziri wa madini. Mheshimiwa Dr. Steven Kirusya, naibu waziri wa madini na mbunge. Mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya madini na nishati, Mheshimiwa Matayo David Matayo. Naomba nitambue wote wajumbe wa kamati na wabunge wote ambao tumeungana nasi leo na Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mwenyekiti wa bodi ya STAMICO, Mheshimiwa Balozi IGP mstaafu Simon Siro na mkuu wa mkoa mteule. Ndugu Kaspa Muya, katibu tawala mkoa wa Dodoma. Ndugu Terenze Ngole, kaimu katibu mkuu Wizara ya Madini. Waheshimiwa wakuu wa wilaya waliopo wakiongozwa na mkuu wa wilaya shikizi mwenyeji wa Dodoma mjini, Mheshimiwa Janet Mayanja, katibu tawala wa wilaya, kurugenzi waliopo, Dr. Venance Mwase, kurugenzi mkuu wa STAMICO, pamoja na wakuu wote wa taasisi ambao wako hapa, kamati za usalama mkoa na wilaya. Mheshimiwa Waziri Mkuu, utambulisho umetoka hivi punde. Naomba nitambue uwepo wa makundi yote wakiweko nadhani TAWOMA tupo TAWOMA ambao hawakutambulishwa, pamoja na makundi mengine yote. Viongozi wetu wa dini wako hapa wametambulishwa na tunashukuru kwa maombi. Makumbi ya hamasa, naona leo hamasa imekuwa juu sana. Na nilikuwa ninauliza isije kawa hapa kuna ulanzi kama kule kwetu wamekunywa watu asubuhi. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba nianze kumshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa nafasi hii ya baraka ambayo tumeipata leo katika mkoa wetu wa Dodoma kuwa na tukio hili kubwa na la muhimu. Lakini nimshukuru sana Mwenyezi Mungu pia kwa Wizara ya Madini kuleta shughuli hii katika mkoa wetu wa Dodoma. Mheshimiwa Waziri, tunashukuru sana. Nichukue nafasi hii Mheshimiwa Waziri Mkuu kupa taarifa kuwa mkoa wa Dodoma tuko salama na tunaendelea kufurahia uwepo wa Dodoma kama unavyowasikia wananchi wa Dodoma kwa niaba ya wananchi wengine. Niwakaribishe wote ambao mmetoka nje ya mkoa wa Dodoma. Karibuni sana Dodoma. Karibuni makao makuu ya nchi ya Tanzania. Karibuni sana, muone kazi kubwa na nzuri ambayo Mheshimiwa Rais wetu anaendelea kuijenga katika mkoa wetu wa Dodoma. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nitoe pongezi nyingi sana kwa Rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa anazoendelea kuzifanya kwa nchi yetu na kwa ajili ya Watanzania na sisi kwa ajili ya wananchi wa mkoa wa Dodoma. Tumeshuhudia maendeleo makubwa ndani ya muda mfupi na kwa kasi kubwa, lakini leo tunasema tumeshuhudia kazi kubwa katika wizara na sekta ya madini anayoifanya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tangu Mheshimiwa Rais ameingia madarakani, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, na sisi tumepata bahati ya kushuhudia baraka tulizozipata katika ardhi ya mkoa wa Dodoma ya kupitia wenzetu wa GST kusema kuwa Dodoma inaongoza kwa kuwa na aina nyingi za madini kuliko mkoa wowote ule wa Tanzania. Tunamshukuru Mheshimiwa Rais kwa sababu tumetembelea baraka zake kwa kweli. Lakini tumeshuhudia mabadiliko ya sera, sheria na mambo mengine ambayo yamefanya sekta ya madini imeendelea kuimarika. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nikupe pongezi wewe pia. Tumekuwa na wewe mfululizo wa siku, kila siku na kuona bungeni, tunakuona kwenye wananchi, lakini hivi karibuni nilikuona pia ukiwa kule Lindi, Ruanga, lakini mkiwa na maadhimisho pia ya wiki ya madini kuonyesha kuwa hata Lindi yako madini, na umekuwa ukiapa uzito stahiki
kuhakikisha yanachimbwa na yanaleta manufaa kwa wananchi. Tunakupongeza sana Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa kazi kubwa na nzuri. Mheshimiwa Waziri Mkuu, pia tumshukuru Mheshimiwa Anton Mavunde, Waziri wa Madini. Kwa kweli tangu naye ameshika wizara hapa, tunaendelea kushuhudia kukua kwa kasi kwa sekta hii ya madini kupitia upatikanaji wa madini wenyewe, lakini kukua kwa pato la taifa kupitia madini. Na sisi mkoa wa Dodoma tumeona mabadiliko makubwa ya sekta ya madini kwa jinsi ambavyo wanaimarisha sekta hiyo. Na hii slogan niliyosema mwanzo alikuja nayo, naona imezidi kuleta hamasa zaidi ya madini ni utajiri. Mheshimiwa Waziri, tunakupongeza sana na tunakushukuru sana. Mheshimiwa Waziri Mkuu, Dodoma kama ambavyo nimesema mwaka 2022-2023 watu wa GST walituambia kuwa Dodoma inaongoza kwa kuwa na madini mengi kwa nchi ya Tanzania. Sasa ilikuwa ni kitendawili na watu wengi hawakuamini, na wakasema kama kuna madini tungeona watu wanachimba. Lakini sisi kama mkoa tuliweka vipaumbele 5 vya uchumi wa mkoa wa Dodoma, na kipaumbele kimojawapo ni sekta ya madini, kufanya madini hayo yalete uchumi kwa mkoa na uchumi kwa wananchi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, napenda kukujulisha kuwa uchumi wa Dodoma umeendelea kukua. Kuanzia 2020 mpaka 2024, pato la mkoa wa Dodoma limeongezeka kutoka milioni 4,753,273 mpaka kufikia milioni 6,718,488 mwaka 2024. Lakini pato pia la mwananchi wa Dodoma limeendelea kuongezeka kutoka milioni 1,722,178 mpaka milioni 2,035,791. Tukiwa tuna imani kuwa ongezeko la pato la mkoa wa Dodoma na pato la mwananchi wa mkoa wa Dodoma pia linachangiwa sana na sekta ya madini. Sekta hii ambayo mwanzo tulikuwa tunasema madini yako chini, sasa hivi madini yanachimbwa. Tunao madini ya ujenzi, tunao madini ya viwanda, tunao madini ya metali, ya vito na madini mengi makubwa kwa madogo katika mkoa wa Dodoma. Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, kama alivyo maeneo mengi mengine, wachimbaji wadogo ni wengi kuliko wachimbaji wakubwa. Tunao wachimbaji wadogo 3,215 wakati wachimbaji wakubwa ni 11, wanaofanya utafiti ni takriban 200 pamoja na makundi mengine. Kwa leo tunaposhuhudia Mheshimiwa Waziri Mkuu umezindua ugawaji wa vifaa pale ambavyo vipo vitakavyoenda kwa wachimbaji wadogo, tunaendelea kuipongeza serikali kwa sababu kundi hili ndilo lenye wachimbaji wengi, na wengi hawana uwezo wa kuchimba madini yale ambayo wanayaona yako chini kwa sababu ya kukosa uwezo wa vifaa. Tunaendelea kuipongeza serikali na tunampongeza sana Mheshimiwa Rais kwa utashi huo mkubwa kupitia taasisi yetu ya STAMICO ya kununua vifaa hivyo na kuenda kuwapa wachimbaji wadogo. Ni imani yangu vifaa hivyo kwa mkoa wa Dodoma tukivipata, hawa wachimbaji 3,215 wakienda kuchimba kwa vifaa, wakiongeza upatikanaji wa madini, pato la mkoa wa Dodoma na mwananchi mmoja mmoja litakuwa kwa kasi, kwa sababu madini yako mengi, lakini walichokuwa wanashindwa ni kuyachimba toka chini yaje juu kwa ajili ya kuwa sasa na thamani ya kuyauza na kupata fedha. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan oye! Samia Oktoba! Mheshimiwa Waziri Mkuu, nashukuru na natakia mkutano mwema. Mungu awabariki sana. Asante. Naomba tumshangilie tena mkuu wetu wa mkoa wa Dodoma, fahari ya wanawake na wana Dodoma kwa ujumla wake. Tumshangilie tena. Asanteni sana, asante sana Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Dodoma. Na niseme tu kishindo kingine cha awamu ya 6 na ukombozi kwa wachimbaji wadogo nchini. Kwa sababu Oktoba 20 na 23 Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania
Dr. Samia Suluhu Hassan alizindua mitambo 5 ya uchorongaji kwa ajili ya wachimbaji wadogo, na leo zoezi linaendelea. Na Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba uridhie kwa ridhaa yako tuweze kupata burudani, na naomba ni wakaribishe Zanzibar Dance Troupe kutokea Zanzibar wakiwa wana burudani yao maalum kabisa. Karibuni sana Zanzibar Troupe. Tanzania ya Mama Samia inang'ara-ng'ara. Tanzania ya Mama Samia inang'ara-ng'ara. Tanzania ya Suluhu Hassan mama ya meremeta. Maji wa TBC tuko katika ukumbi wa Jakaya Kikwete, ikiwa ni uzinduzi wa mitambo ya wachimbaji wadogo na vitendea kazi vya STAMICO. Mitambo hii ni kwa ajili ya uchorongaji na utafiti wa madini. Mtazamaji wa TBC, hivi punde hapo utashuhudia burudani kutoka kwenye kikundi cha Zanzibar ambacho kimekuja hapa kwa ajili ya kutumbuiza na kuburudisha wale waliofika katika shughuli hii ya uzinduzi wa mitambo hii. Mwana nielemea niathiri roho yangu, usiku kucha alikata ini langu mie. E mama we, umenipa mwana nitamlea, ende dukani habebebeleko, nimbebe mwana ngongoni mwangu mie. He mama we, umenipa mwana nitamlea. Sema hongera we baba, hongera. Hongera baba Kassim Majaliwa, hongera we. Hongera we baba, hongera we. Hoya we, sema kwa juhudi zako zidi kugata. Hongera baba, hongera. Hongera we baba, hongera. Hoya we, kwa juhudi zako. Asema hongera we baba, hongera we baba Kassim Majaliwa, hongera we baba Anthony, baba hongera we. Hongera we baba, hongera we. Hoya we, sema kwa juhudi zako zidi kung'ara. Baba hongera, baba hongera. Hoya we, kwa juhudi zako zidi kung'ara. Sema we kwa juhudi zako. 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 Asema madini ni hazina tulopewa na Rabbana we, tuyachimbe kwa bidii kubwa sana we, ili tupate neema nchi yetu kutononeka. Kwanza we nipigia hapa ngapengo kwa mezani akaponi katika kundi vya kwenda pata kiasi gani Mungu shana mshana kwa kwa ndani. Sema tena alokuja kwa baya Rabi Mungu lani Rabi kunje kama sana kama ni Rabi mpopi mbwa tumbuke kwa ndani. Sema na dua ya malenga herudi asilani, mie niomba podua zangu wenzangu mwitike. Kwanza leo na wasalimia muliopo wanjani, wakubwa muloka vitini na kiashika moni, basi na wadogo kama sisi tuuliza hali gani. Basi sema na wadogo kama sisi tuuliza hali gani, basi tuswe na wasiwasi, Mungu atatulinda tuzidi kwenda usoni akawe. Ili tupate neema nchi yetu kutonone. Asema mama we twafurahi. Asema STAMICO imeasisiwa siku nyingi za zamani. Asema STAMICO imeasisiwa siku nyingi za zamani. Tena inachochea uchumi unaopanda samani we, inashiriki kimkakati uvunaji wa madini kwa makini. Asema inashiriki kimkakati uvunaji wa madini tena kwa makini kupitia uwekezaji kwa mnyororo mzima wa samani akawe. Ili tupate neema nchi yetu kuto. Asema mama we, twasema.
Asema ili maendeleo ya uchumi wa nchi na jamii aende usoni. Asema ili maendeleo ya uchumi wa nchi na jamii aende usoni. Hatimaye kuwe na vinara wa bara la Afrika hapo ulimwenguni we. Ndo maana wawekezaji na wachimbaji madini wadogo leo hapo furahani we. Asema ndo maana wachimbaji madini leo hapo furahani kweli. STAMICO ni ya mfano po wala haina mpinzani. Ili tupate neema nchi yetu kutonone. Asema baba we, twasema aka. Asema mheshimiwa baba Kassim Majaliwa, baba leo nina jambo langu nataka umfikishie mama we. Asema mheshimiwa baba Kassim Majaliwa, leo nina jambo langu nataka umfikishie mama. Tena kwa hakika ukamwambie wanawe tumekuja Dodoma. Tena mwambie mama asihofu vo mama mitano tena. Kwa sasa mira yake ya dhati kwa moyo anapambana we. Pia halali kama roboti si usiku si mchana we. Anaipambania nchi yetu Tanzania watu wote tunaona. Asema na pia mheshimiwa baba Kassim Majaliwa nakupongeza sana. Maana najua tulipoingia umefurahika sana we. Tena wanao kutoka visiwani si yetu kupongeza wanakitini umetulizana. Lakini baba naimba kibati ukurohe na niuma. Maana mheshimiwa baba Kassim Majaliwa tunapokujua hapo kisimamo kija hapa uwanjani utatutunza kuanzia wachezaji mpaka wapiga ngoma. Tena baba tukiondoka hapa hapo kila mtu mfuko utanona haka. Ili tupate neema nchi yetu kutonone. Asema mama we utwasi. Ili tupate neema nchi. Sema sherehe we, leo twasherekea. Viongozi wetu wapo vitini wantulia we. Hongera baba Majaliwa twakutolea. Haya viongozi wetu wapo. Asema haya wapi we. Wapi viongozi wetu waje hapa tuhangaike nao. Haya we. Wawapi jamaa we. Wawapi viongozi wetu waje hapa tushereheke nao. Haya we. Vijana mama Samia waje hapa uwanjani. TAMISCO nayo simama ije hapa uwanjani. Wana TAMISCO si wao ni mje hapa uwanjani. Wana STAMICO simame uje hapa uwanjani. Wana FLAMITA simama uje hapa uwanjani. Mheshimiwa baba Kassim tulizana pokitini ati uje hapa. Haya muje hapa. Haya muje hapa. Leo muje hapa. Haya vijana na Samia we muje hapa uwanjani. Vijana STAMITA simama muje hapa uwanjani. Baba Anthony simama uje hapa uwanjani. Vijana kutoka Zanzibar leo tupo furahani ati muje hapa. Haya muje hapa. Sema muje hapa. Haya muje hapa. Haya muloka simameni muje hapa uwanjani. Sote tushangilie ni kikundi cha utamaduni. Kwa hakika twatambua mama Samia namba 1 ati muje hapa. Haya muje hapa. Sema muje hapa. Haya muje hapa. Haya leo ni leo. Leo ni leo. Twashangilia STAMICO leo. Haya leo ni leo. Agirina dangano leo. Haya
Tunauona. Haya Baba Kasimu Majaliwa kitini katulizana, kiongozi wetu mahiri tena twamuona. Yana Mama Samia tunampongeza sana, atimuje hapa. Amuje hapa. Sema hongera mwanangu we, ananyimwa itijaje we, hongera na sisi wanao wetu. Asanteni sana Zanzibar Troop. Wakati huo kiongozi wa Zanzibar Dance Troop, naomba upige hapa mbele kwa ajili ya kushikwa mkono na mheshimiwa mgeni rasmi. Karibu sana kiongozi. Hongera bwana. Mheshimiwa mgeni rasmi, baada ya burudani hiyo mahiri kutoka Zanzibar, niomba uridhie sasa tuendelee na ratiba yetu, na sasa ni wakati wa kupata salamu mbalimbali. Kwa ruksa yako naomba nimwalike mwenyekiti wa TAWOMA Bi Semeni Mlalae aje atoe salamu. Niombe sasa wazungumzaji mnaokuja kwa heshima kubwa muachane na itifaki. Umeelewa? Muachane, mwendeni moja kwa moja kwenye salamu na dakika 2.5. Karibu sana. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa mgeni rasmi, Waziri Mkuu, itifaki imezingatiwa. Viongozi wote wa chama na serikali. Kwanza kabisa napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa afya na kwa siku nzuri hii ya leo. Lakini kwa kipekee kabisa napenda nimshukuru kipenzi chetu mama yetu Mama Samia Suluhu Hassani. Mama Samia oye! Ni jambo la heri na la ajabu alilotutendea Mama Samia. Wanawake wachimbaji tunatembea kifua mbele. 23 ukumbi huu, viwanja hivi, wanawake wachimbaji tulikabidhiwa vifaa vya kupondea kokoto. Tulikuwa tukiponda kokoto mtu mmoja kwa siku mifuko 4, lakini baada ya kupata hivyo mashine tumeweza kuponda zaidi ya mifuko 200-400. Wanawake wachimbaji oye! Tufikishie salamu zetu za heri kabisa. Na siku zote watu wanasema chanda chema huvishwa pete. Mama Samia Oktoba pete yake ipo. Na kwa namna ya kipekee ni kushukuru wewe binafsi mgeni rasmi kwa kukubali kuja siku hii ya leo na kuweza tena kutukabidhi vifaa vya kuweza kupondea na vifaa vya utafiti. Asante sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Kwa kipekee kabisa ni mshukuru kijana wetu mchapakazi Peter Anthony Mavunde, waziri wa madini. Nipende tu kusema watani zangu wana Dodoma, hii zawadi tunahitaji mturudishie jamani. Mwezi wa 10 wa kina mama, piga vigelegele. Dodoma turudishieni. Napenda nimshukuru sana mkurugenzi wa STAMICO kwa jinsi anavyowalea kina mama. Sina la kusema, asante sana, na vifaa tumepokea. Mungu akubariki. Baraka zote ziende STAMICO kwa mapenzi mema mnaoonyesha kina mama wachimbaji. TAWOMA oye! Mama Samia oye! Mwezi wa 10 mitano. Tunawashukuru sana viongozi wote wa madini, walezi wetu, marehemu wote tunawapenda sana. Asanteni sana. Sisi siku ya leo ni furaha tele. Tumepokea mashine, ahadi yetu tutakwenda kufanya kazi, tutachapa kazi na pato la taifa kupitia madini litazidi kuongezeka. Asanteni sana. Tunawashukuru sana. Asante sana, tunakushukuru sana mwenyekiti wa TAWOMA kwa salamu hizi. Mheshimiwa mgeni rasmi, nimwalike sasa mwenyekiti wa kikundi cha wanawake na Samia naye aje. Naomba changamka kidogo.
Foundation for Disability Hope nao wajiandae. Asante Masa, dakika 2 na twende moja kwa moja kwa salamu. Mheshimiwa mgeni rasmi, Mheshimiwa Waziri wa Madini, Mheshimiwa Anthony Peter Mavunde, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Dodoma na muasisi wa Wanawake na Samia, Mheshimiwa Rosemary Stacksen Nyamule, mkurugenzi mtendaji wa Shirika la Madini la Taifa na viongozi wote wa serikali walioko hapa, sema itifaki imezingatiwa. Lakini pia tumefurahi kumuona mkurugenzi mtendaji wa VETA. Tumefurahi pia kumuona na kuwa nasi. Nimeambiwa nitoe salamu. Sisi Wanawake na Samia Tanzania, awali ya yote tunapenda kumshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kazi kubwa anazozifanya, lakini pia tunamshukuru mkurugenzi mtendaji wa STAMICO Dr. Venance Mwase kwa kuweza kutupa uwakala wa kuuza na kusambaza mkaa mbadala. Takriban mikoa 13 mpaka sasa hivi tayari tumeshapewa uwakala, tumewezeshwa makontena na tumeanza biashara. Tunakushukuru mkurugenzi kwa moyo huu ambao umeona kwamba wanawake lazima wawezeshwe kiuchumi, lakini kwa kuibeba ajenda ya Mheshimiwa Rais ya nishati safi. Sisi tunakuahidi tutaendelea kuuza na kusambaza. Pia shukuru pia muasisi wa Wanawake na Samia Tanzania, ambaye yeye ndiye alianzisha hiyo Wanawake na Samia kwa ulezi uliotukuka. Mheshimiwa mgeni rasmi, sisi kama Wanawake na Samia ni wanawake ambao tumeamua kwa dhati kumuunga mkono Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na tunasema iwe jua iwe mvua, sisi tutakwenda na Mama Samia. Kupitia uwakala huu wa nishati safi ya kupikia, tunakuomba Mheshimiwa mgeni rasmi uweze kutusaidia kupata tenda mbalimbali kwenye ofisi za serikali. Kwanza kwenye Wizara ya Elimu, ambao wao tayari wana taasisi nyingi wanazotumia mkaa. Tunamshukuru mkurugenzi wa VETA ambaye tayari amesharidhia hilo. Lakini zipo taasisi mbalimbali ambazo moja kwa moja wanahusika na kupika. Ni wakati sasa wa kuwapa tenda Wanawake na Samia wa kuweza kusupply nishati safi hii inayotengenezwa na STAMICO. Kwanza kuwawezesha wanawake hawa kupata kipato kutokana na faida, lakini pili kuendelea kusambaza mkaa kama nishati safi ya kupikia. Asante STAMICO kwa yote unayotuwezesha. Mheshimiwa mgeni rasmi, wakati ninaendelea, naomba nikupe salamu za wenye viti wa mikoa wote Tanzania ambao wako hapa na leo wamewezeshwa na wameletwa na mkurugenzi mkuu wa STAMICO Dr. Venance Mwase. Wanawake na Samia wameniomba wakuambie kwamba wao wako tayari kwenda kutafuta kura za mama. Wanasema wanaomba kwa namna yoyote wawezeshwe namna ya kuanza kazi hiyo. Wako tayari kwa namna yoyote. Lakini mheshimiwa, nimalizie moja. Wanawake na Samia ni taasisi ambayo sisi tumejisajili kwenye ngazi za mikoa na wilaya. Tunakuomba mheshimiwa, tuweze kupata kibali cha kusajili kitaifa ili tuwe na usajili mmoja. Lakini pili, tumeweza kupata fursa ya mafunzo ya VETA bure. Mkurugenzi yuko hapa, amejitolea kufanya mafunzo ya Wanawake na Samia bure Tanzania nzima. Sisi tumesajili neti. Tunakuomba mgeni rasmi, kwa sababu tunajifunza cherehani na fani mbalimbali, utoe tamko, ikiwezekana maagizo kwa halmashauri, kwa mikoa, kuweza kupata tenda za uniformu, tenda za kupamba na fani zingine tunazozifanya. Hili liko kwenye uwezo wako, na wewe ndio uliyesema hata ukisoma chuo kikuu lazima uende VETA. Uitikio tumeuchukua, tumepokea kama wanawake. Sasa tunakuomba na wewe uende na hilo. Naomba nimalizie sekunde moja
kwa kumshukuru mkurugenzi mtendaji wa STAMICO kwa jinsi anavyotulea. Tunao walemavu wa koma pale ambao walikuwa hawaangaliwi na wote. Yeye amewawezesha, yeye anawalea. Mkurugenzi huyu kila inapofika sikukuu anaacha familia yake na kwenda kula nao. Na leo wataimba hapa, utawaona. Apewe nini mkurugenzi huyu? Leo wewe ndio utasema. Tunamshukuru muasisi na mkuu wa mkoa wa Dodoma. Tunatamani siku moja tuone akiongoza Tanzania. Bado yeye ni mkuu wa mkoa, lakini leo ameongoza wanawake na Samia Tanzania nzima. Takriban tuko zaidi ya milioni 3. Siku moja awe kiongozi ambaye akisema neno hata uwaziri. Naomba, nashukuru. Asante sana. Naomba mumpokee huko. Anakuja. Haya. Lakini haya, naomba turudi basi tuende na ratiba. Asante sana. Amefanya kazi nzuri. Asante sana. Wanawake na Samia oye. Asante mama kwa salamu hizo, lakini labda tuweke sawa jambo moja kidogo, kwamba Mheshimiwa Waziri Mkuu sio kwamba alilazimisha watu wa vyuo wakasome VETA. Alishauri na kuhamasisha. Kwa hilo ndo lieleweka hivyo. Asante sana. Naomba tuendelee na salamu zinazofuata. Niombe wale wenzetu wa disabilities, na karibu sana kwa dakika 2. Bwana, zingatia dakika 2 tafadhali. Karibu sana. Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ndugu viongozi ambao mko meza kuu, na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Waziri Mkuu, awali ya yote ninapenda nikushukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha kukutana siku ya leo. Lakini pia nikushukuru wewe kwa namna ambavyo umekuwa kupitia ofisi yako umekuwa ukitusimamia vyema sisi watu wenye ulemavu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, watu wenye ulemavu leo tunatembea kifua mbele, tunajivunia uongozi mzuri wa Dr. Samia Suluhu Hassan na maelekezo yake ambayo wewe unayatekeleza Mheshimiwa Waziri Mkuu, ambayo sisi kama watu wenye ulemavu Mheshimiwa Waziri Mkuu leo tunajivunia. Mheshimiwa Waziri Mkuu, sisi Foundation for Disabilities Hope tunashukuru sana Wizara ya Madini kupitia taasisi ya STAMICO kwa namna ambavyo imekuwa ikitusaidia sisi watu wenye ulemavu kujiinua kiuchumi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, sasa watu wenye ulemavu tunaendesha maisha yetu na hatuombi barabarani. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tuko tunajiinua kupitia mkaa mbadala wa Rafiki Briquette, na jana Mheshimiwa Waziri Mkuu tumezindua duka kubwa la mkaa mbadala wa Rafiki Briquette, na hapa Dodoma Mheshimiwa Waziri Mkuu sisi ni mawakala. Mwisho kabisa, kwa sababu ya muda, naomba nikuhakikishie Mheshimiwa Waziri Mkuu, mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Jina la Dr. Samia Suluhu Hassan liko moyoni mwetu. Tukutane Oktoba, tutayadhihirisha haya. Mwisho, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ninakuomba kwa sababu wewe ofisi yako ndio inasimamia sisi watu wenye ulemavu, na wiki hii tulikuwa na wiki ya maadhimisho ya watu wenye ualbino, na wewe Mheshimiwa Waziri Mkuu ulikuwa mgeni rasmi. Tunakuomba kwa unyenyekevu mkubwa, tumeandaa tuzo maalum kwa ajili ya kumpa mkurugenzi, kwa ajili ya kuipa STAMICO. Tunaomba kwa heshima yako Mheshimiwa, kwa ridhaa yako Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunaomba utusaidie kukabidhi tuzo huyo kwa mkurugenzi wa STAMICO, na kwa sababu ofisi yako Mheshimiwa Waziri Mkuu ndio inahusika na watu wenye ulemavu, tutafurahi sana na tuko naye hapa Mheshimiwa Waziri Mkuu. Tunaomba Mheshimiwa Waziri Mkuu. Sasa hebu niombe wasaidizi muipitishe kwanza, ipitie kwenye utaratibu, alafu ndipo ifike kwa Mheshimiwa mgeni rasmi. Hongereni sana kwa zawadi hiyo nzuri kwa Mheshimiwa mgeni rasmi. Nadhani itakabidhiwa tu, sio na shaka. Asante sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, baada ya ndugu zetu hawa kutoa salamu zao kutoka Foundation for Disabilities Hope, niombe sasa tuendelee na ratiba, na sasa nimwalike Rais wa FEMATA Bwana John Bina
kwa dakika 2.5 naye aweze. Tumbie makofi mengi. Karibu sana. Tanzania oye! Wachimbaji wa madini oye! Mheshimiwa Waziri Mkuu, leo kwa kweli na maneno mazito, very serious message kutoka kwa wachimbaji wa madini Tanzania. Kwanza ngoja nitoe hii miwani kwa sababu ili tuonane vizuri. Miwani oye! Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa ruhusa yako, kwenye utambulisho pale tulisahau watu wachache. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunasema Mheshimiwa Mavunde ana slogan ya kutengeneza matajiri kwenye sekta ya madini. Na sisi kwenye sekta ya madini tuna mchimbaji alianzia chini na sasa ni mchimbaji wakati, ndugu yetu Baraka Ezekieli. Hebu amka wakuone bwana. Lakini pia tuwe na wenye viti wa mikoa yote wa wachimbaji, lakini na wachimbaji wenyewe. Hebu simameni Mheshimiwa Waziri Mkuu aone kwamba mmependeza na mna pesa. Lakini mwisho, Mheshimiwa Waziri Mkuu, tuna katibu mkuu wa FEMATA. Mheshimiwa Waziri Mkuu wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, rafiki yetu sisi wachimbaji, lakini Waziri wa Madini Anton Peter Mavunde, Mheshimiwa Waziri Mkuu, huyu kwetu akifa haozi na hata akioza hanuki. Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, natambua sana juhudi za mwenyekiti mkurugenzi mtendaji wa STAMICO ndugu yetu Dr. Mwase, ni daktari kweli kweli. Nakupa hongera kwa sababu na maneno ya kusema itoshe kusema kwamba kuna kitu unafanya kwenye sekta ya madini. Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, nitakuwa mchoyo wa fadhila kama sitatambua mwenyekiti wetu wa kamati ya Bunge. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nadhani pia mmeanza kufanya uchaguzi mzuri. Mwenyekiti wa Bunge anaijua sekta na ndio maana wana migogoro sio mingi. Nakupongeza sana ndugu yetu Matayo. Lakini mpongeze baba yangu Mheshimiwa mkuu wa mkoa, lakini mwenyekiti wa bodi, natambue uwepo wako ndugu yetu Mzee Siro. Lakini tambue juhudi za mkuu wa mkoa, mwenyekiti wa Mama Samia na makundi yote, lakini ni mtu mzuri sana hasa kwenye ushirikiano. Nitambue naibu waziri pamoja na meza kuu yote. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwanza kabisa kwa niaba ya wachimbaji wote nianze kuipongeza STAMICO kwa dhati kabia ya moyo wangu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kitendo hiki ambacho kinafanywa na STAMICO, na Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni kuambie tu kwamba namba ya wachimbaji madini Tanzania inaelekea kuwa milioni 7. Na kwa taarifa yako Mheshimiwa Waziri Mkuu, wakulima sasa ni wachimbaji, wafugaji ni wachimbaji. Kwa hiyo namba inazidi kuongezeka. Kwa hiyo unavowekeza kwenye sekta ya madini, maana yake unawekeza kwenye grupu zaidi ya milioni 10. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kitu ambacho nataka nikuambie leo, na ndio maana nimetoa miwani ili nionekane, ni kwamba serikali ya awamu ya 6 chini ya Mama Samia Suluhu Hassan, chini yako Waziri Mkuu na makamu wa rais na viongozi wote wakuu na waziri wetu, mmetuheshimisha. Na sisi Mheshimiwa Waziri Mkuu, watu milioni 6 tunakuahidi serikali ya Chama cha Mapinduzi kuendelea kuwaheshimisha zaidi. Na siku si nyingi, ni tarehe 25. Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa nini mitambo hii ina faida kwa wachimbaji wadogo? Kwanza, zamani wachimbaji wetu wadogo walikuwa wanachimba kwa kusikiliza maelekezo ya waganga wa kienyeji. Lakini leo mganga wa kienyeji mkubwa ni Waziri wa Madini pamoja na STAMICO. Tumpigie makofi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, madini ni sayansi, madini ni biashara. Mheshimiwa Waziri Mkuu na Watanzania wote kwa ujumla, imani iliyokuwepo huko zamani ilikuwa inaonekana mtu yoyote anaenda kwenye migodi amepotea. Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, nataka nikuhakikishie kwamba sasa Watanzania wanachangamkia fursa, na hii ililetwa makusudi na wakoloni, na wakaambia wale wafalme wetu kwamba madini ili uchimbe ni mali ya majini, ili wao wanufaike na madini haya.
Kwa kweli sisi kama wachimbaji tutaendelea kumkumbuka Mwalimu Nyerere, akaweka madini haya, na sasa Mheshimiwa Waziri Mkuu, nataka nikuhakikishie kwamba wachimbaji sasa wanatosha kuchimba. Cha msingi ni serikali jipange namna ya kutengeneza matajiri kutoka kwenye sekta hii ya madini. Na nataka tu nikuambie, sio kwamba tunayumba kidogo Mheshimiwa Waziri Mkuu, nataka nikuhakikishie kwamba chini ya uongozi wa Mama Samia Suluhu Hassan tunalamba asali. Asali oye! Tunalamba asali, hatulambi. Mheshimiwa, tunalamba asali. Kwa hiyo kwa sababu tunalamba asali, ni lazima yule anayekulambisha asali na wewe uweze kumlambisha asali, usile hiyo asali peke yake. Sasa asali ya Mama Samia ni ipi? Nataka nikuhakikishie, tumefanya tafiti, wachimbaji wa madini hapa Tanzania karibu 90% wako pamoja na serikali ya Chama cha Mapinduzi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mwisho kabisa kwa sababu ya muda, niendelee kuomba serikali yetu na niendelee kuomba wizara kwamba tujaribu kuangalia ni namna gani bora. Kwanza niwahakikishie Watanzania wote, kabla sijasema hili, kwamba tumejaribu kufanya tafiti duniani kote. Sehemu peke yake ambako wachimbaji wanaheshimika, wanathaminika na wana sheria yao ni Tanzania peke yake. Tupigie sana serikali yetu makofi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, la mwisho kwenye vifaa hivi, mwaka juzi ile tulipewa vifaa mitambo 5. Ilikuwa haina zile IP kwa ajili ya magnetic. Tuliona kama haikuwa vizuri sana. Na sasa hivi nataka niwaambie wachimbaji wote kwamba sasa ule mtambo wa kuchoronga, upo mtambo wa kuchoronga, lakini pia kuna scanner. Yani kabla hujachoronga lazima utafute target. Hilo Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunaona kama ni mwarobaini, na tuendelee kupongeza STAMICO. Sasa tunawaona kwenye macho ya kazi badala ya macho ya siasa peke yake. Kwa hiyo mimi mwisho tu niseme kwamba Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa sababu leo ni siku ya furaha, nisikujazie maneno mengi. Kwa kweli, kwa niaba ya wachimbaji wote, wadau wote wa madini, vyama vya wachimbaji, tunawashukuru sana serikali ya awamu ya 6, na tunaahidi kuendelea kukaa na kushirikiana na Mheshimiwa Waziri Mkuu. Sisi kwenye sekta ya madini hatuongei maneno, ni namba zinaongea. Na ili uweze kujua kwamba ni namba zinaongea, wewe angalia hata mchango wa sekta ya madini kwenye pato la taifa. Mungu awabariki sana. Asanteni kwa kunisikiliza. Asante sana Rais wa FEMATA, lakini pia ningependa kuchukua nafasi hii kuweza kumkaribisha msajili wa hazina. Yeye pia ana neno kutoka ofisi ya msajili wa hazina. Karibu sana. Bila kudhania mambo gani muhimu tumezingatia. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Waziri Mkuu, itifaki imezingatiwa. Ninasimama hapa kwa niaba ya msajili wa hazina ndugu Nehemaya Kiando Mchechu, ambaye kutokana na majukumu mbalimbali ya kuweza kufika, lakini amenituma kumwakilisha. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ofisi ya msajili wa hazina ni taasisi ya serikali ambayo imepewa jukumu la kusimamia na kuyaongoza mashirika yote ambapo serikali imewekeza. Mashirika yote ya umma, lakini hata yale binafsi ambayo serikali ina hisa, yanasimamiwa na ofisi hii. Hii ni kwa mujibu wa sheria iliyoanzisha ofisi hii, lakini vile vile na sheria ya mashirika ya umma, Public Corporations Act, ambayo kifungu cha 4 kinaelekeza ofisi ya msajili wa hazina kusimamia mashirika haya. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kazi ya usimamizi wa mashirika ya umma inayofanywa kwa kuratibiwa na ofisi ya msajili wa hazina ndiyo iliyofanya shirika la madini taifa kufikia hatua hii tunayoiona leo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba tu nitoe takwimu kwa chache tu kwamba shirika hili lipo nchi hii tangu mwaka 1972. Lilianzishwa kwa amri, kwa maana ya State Mining Corporations Establishment Order ya mwaka 1972. Na tangu kipindi chote hicho shirika limekuwa likitekeleza majukumu yake,
lakini hatukuwa tunaliona sana mchango wake katika pato na uchumi wa taifa. Hata hivyo, serikali kupitia ofisi ya msajili wa hazina na wadau mbalimbali ikaanza kuchukua hatua madhubuti za kuboresha kwanza sheria yenyewe. Na mwaka 2014, Mheshimiwa Waziri Mkuu, sheria iliyoanzisha STAMICO ilifanyiwa marekebisho makubwa kwa kuipa nguvu na mawanda makubwa zaidi ya uwekezaji STAMICO, lakini vile vile na kuhusisha wadau wengi zaidi waweze kushiriki katika sekta ya madini. Baada ya marekebisho ya sheria, serikali imeendelea kuwekeza kila mwaka kwa mfumo wa ruzuku kutoka kwenye bajeti kuu ya serikali kwa ajili ya kulifanya shirika hili liweze kujiendesha. Kwa miaka 3-4 iliyopita, serikali imewekeza katika fedha za miradi ya maendeleo takriban bilioni 10. Tunaishukuru serikali kwamba kupitia ushauri tuliokuwa tunautoa, ofisi ya msajili wa hazina ilikuwa ikitekeleza baadhi ya ushauri kwa lengo la kulifanya shirika liweze kuleta tija. Lakini jambo la tatu ambalo serikali imelifanya mwaka 2019 mwezi Januari, Mheshimiwa Waziri Mkuu, kulitengenezwa mpango mkakati wa kufanya mageuzi na mabadiliko makubwa ya shirika hili, turnaround strategy. Nashukuru kwamba jambo hili lifanyika chini ya uongozi wako ukiwa kama kiongozi mkuu wa shughuli za serikali, ukiwa waziri mkuu, na vile vile wizara ikalichukua na kusimamia utekelezaji wake. Kabla ya mwaka 2019-20, kwa mwaka wa fedha 2018-19, shirika hili lilikuwa likitengeneza hasara. Katika hesabu za CAG zilizokaguliwa mwaka 2018-19, STAMICO ilitengeneza hasara ya milioni 710. Lakini mizania yake pia, balance sheet, haikuwa na zaidi ya bilioni 45.77. Lakini shirika hili pia lilikuwa tegemezi kwa 100% kutoka bajeti kuu ya serikali. Kwa maana hiyo lilikuwa haliwezi kujiendesha lenyewe, haliwezi kulipa mishahara, haliwezi kufanya shughuli zozote za miradi ya maendeleo pasipo serikali. Nini kilitokea baada ya kutekeleza mpango wa mageuzi? Mheshimiwa Waziri Mkuu, mambo mengi yalibadilika. Na nichukue fursa hii kwanza kukupongeza na kuipongeza serikali ya awamu ya 6 chini ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan. Serikali hii imefanya mageuzi makubwa na nitataja machache tu kwa sababu ya muda. Jambo la kwanza, uwekezaji katika shirika umeongezeka. Na matokeo ya kuongeza uwekezaji ni faida. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kipindi kile cha mwaka 2018-19, mapato ya ndani ya STAMICO yalikuwa bilioni 1 na milioni 350. Mpaka mwaka 23-24, mapato ya ndani yalikuwa zaidi ya bilioni 161.5. Kutoka bilioni 1.35 mpaka bilioni 161.5. Lakini mizania ikatoka bilioni 45.77, sasa ni bilioni 268.43. Zaidi ya takriban mara 6. Mkakati huu ulisaidia STAMICO sasa kuanza kutoa gawio. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hata juzi Mheshimiwa Rais alipokuwa akipokea magawio pale Dar es Salaam, STAMICO walishiriki na walitoa shilingi bilioni 1. Bilioni 1 ambayo yalikuwa ndio mapato ya mwaka 2018-19, sasa wanatoa kama gawio. Na Mheshimiwa Waziri Mkuu, si hapo tu. Katika kipindi cha miaka 3-4, jumla ya magawio ambayo yametolewa na STAMICO ni bilioni 10 hadi sasa. Ukiacha mafanikio haya, STAMICO imeweza kujitegemea kwa 100%. Kutoka utegemezi wa 100% serikalini, sasa wanaitegemea serikali kwa 0%. Kwa maana STAMICO inaweza ikasimamia shughuli zake. Ulipaji wa mishahara, Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa mwaka wa fedha 2024-2025, STAMICO inalipa wafanyakazi wake kwa 100%. Zamani kabla ya hapo, serikali ilikuwa inabeba mzigo wa mishahara. Lakini pia katika fedha za miradi ya maendeleo, Mheshimiwa Waziri Mkuu,
katika mashirika mengi ya umma ambayo ofisi ya msajili wa hazina inayasimamia, kilichoshangaza ni STAMICO kuwa inatenga kati ya 80% mpaka 82% ya mapato yake ya ndani yanaelekezwa kwenye utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Mashirika ni machache sana yanayofikia uwiano wa 80% kwa 20, kwa maana 80 inaenda kwenye miradi ya maendeleo na 20% inabaki katika shughuli za uendeshaji. Lakini STAMICO imekuwa ni moja ya mashirika ambayo yameanza kuongeza mchango wake kwenye pato la taifa kupitia ajira, na leo tumeshuhudia kina mama wengi na Watanzania wengi zaidi wakishiriki katika shughuli za uchimbaji wa madini na uchumi wa madini. Kwa kumalizia, Mheshimiwa Waziri Mkuu, nini matarajio ya serikali kupitia ofisi ya msajili wa hazina? Kama nilivyoeleza, msajili wa hazina ndio anayesimamia shirika hili kwa niaba ya serikali, na shirika hili ni 100% linamilikiwa na serikali, na ni shirika muhimu ukilinganisha na makampuni mengine mengi, kwa sababu faida mojawapo ya kuwa na shirika la serikali kwenye sekta nyeti kama hii ni kwamba serikali inaweza kuwa na mkono wa kusaidia pala ambapo makampuni binafsi hawezi kufika. Kwa ni shirika ambalo tunatakiwa kulilea, kulitunza, kuliongoza ili liweze kutoa mchango unaostahili katika pato la taifa. Sekta ya madini sasa ukuaji wake katika pato la taifa ni mkubwa, na mchango wake ni sio chini ya 11.4. Kwa maana hiyo sasa tuna wajibu wa kuhakikisha kwamba shirika linaendelea kutoa huduma lakini pia mchango katika pato la taifa. Sasa matarajio yetu ni nini kama ofisi ya msajili wa hazina anapomalizia? La kwanza, tuwaombe pamoja na mafanikio haya yote, tuwasihi wenzetu wa STAMICO, bodi pamoja na management, waimarishe mikakati ya kudhibiti matumizi na kuondoa matumizi yasiyokuwa na tija ili shirika liweze kuzalisha faida kubwa, liweze kutoa gawio serikalini. La pili, ukwasi, liquidity. Tukiangalia numbers na hesabu zilizokaguliwa, bado kuna haja ya kuboresha liquidity ya shirika letu. La tatu, tunashauri katika mikakati inayokuja ya uwekezaji, ambapo sasa shirika limeanza kufikiria kuwekeza kwenye madini ya nickel, graphite na madini adhimu, rare earth elements. Tunashauri uwekezaji ambao umebuniwa na andiko limekuja ofisini kwetu, Mheshimiwa Waziri Mkuu, tutashirikiana na STAMICO kuhakikisha kwamba inawekeza kwenye miradi ambayo inatija kwa ajili ya kuleta tija na ufanisi kwa taifa letu. La mwisho, ushirikishwaji wa sekta binafsi. Nina furaha kwa niaba ya msajili wa hazina, Mheshimiwa Waziri Mkuu, kubaini kwamba sasa unaweza kaona representation ya STAMICO inahusisha wadau kutoka sekta binafsi. Na hii ndio nguvu ya pamoja kuweza kuinuana, kuzalisha ajira, lakini vile vile kutoa mchango mkubwa katika pato la taifa. Nimalizie kwa kusema, Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwamba ofisi yetu iko tayari kama kuna jambo lolote kwa ajili ya kusaidia kutoka hapa tulipo. Ofisi ya msajili wa hazina iko tayari kushirikiana nao ili kuona matokeo makubwa zaidi tunapokuja baada ya miaka 5-10 ijayo. STAMICO iwe ni moja ya mashirika makubwa ya serikali yanayoongoza kwa kutoa gawio serikalini. Baada ya kusema ya, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ninakushukuru sana na asanteni kwa kunisikiliza. Naomba tumpongeze sana. Nakushukuru sana mwakilishi wa msajili wa hazina kwa salamu hizo muhimu kutoka hazina. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba uridhie sasa tumalizie eneo hili la salamu kwa kupata salamu kutoka bunge letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nimwalike sasa mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge, kamati ya nishati na madini, Mheshimiwa Matao David, aje atoe salamu hizo kwa niaba ya kamati. Makofi mengi sana kwake Mheshimiwa mwenyekiti. Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Kassim Majaliwa mbunge, Mheshimiwa Anthony Peter Mavunde mbunge, waziri wa madini, Mheshimiwa Dr. Steven Kiluswa naibu waziri wa madini, Mheshimiwa mkuu wa mkoa, Mheshimiwa Rosemary Senyamule, waheshimiwa wajumbe wote wa kamati ya nishati na madini na wabunge wote mlioko hapa, Mheshimiwa mwenyekiti wa bodi ya STAMICO,
mtendaji mkuu wa STAMICO, wageni walikwa, mabibi na mabwana, na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Waziri Mkuu, awali ya yote napenda kuchukua nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha kukutana hapa siku ya leo kwa ajili ya tukio hili muhimu la uzinduzi wa vitendea kazi vya Shirika la Madini la Taifa, yani STAMICO. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa niaba ya Kamati ya Nishati na Madini, napenda kuipongeza serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa namna inavyoendelea kuipatia kipaumbele sekta hii ya madini. Kupitia tukio hili tumejionea uwekezaji mkubwa wa serikali katika kuimarisha STAMICO kwa kuipatia vitendea kazi vya kisasa vikiwemo drilling rigs, yani mashine za kuchorongea na kufanya utafiti kwenye madini, vifaa vya geophysics kwa ajili ya utafiti wa madini, pamoja na mitambo mizito zikiwemo excavators, trucks pamoja na wheel loaders. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunampongeza Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, rais wetu, kwa kuwajali wachimbaji wadogo ambao kwa miaka mingi wamekuwa wakikabiliwa na changamoto ya utafiti wa madini. Upatikanaji wa mashine hizi za kuchoronga ni hatua kubwa ya kuwawezesha wachimbaji wetu kufikia uchumi wa kati kwa vitendo. Hii ni pamoja na kuwawekea mazingira mazuri ya uchimbaji, masoko pamoja na mapunguzo mbalimbali ya kodi. Vile vile nampongeza Mheshimiwa Rais kwa kuendelea kuiwezesha Wizara ya Madini na Tume ya Madini kwa vitendea kazi ambavyo kwa hakika vimechochea ongezeko la mchango wa sekta hii ya madini katika pato la taifa kwa muda mfupi sana. Mheshimiwa Waziri Mkuu, napenda kumpongeza rais wetu kwa uteuzi wake makini wa viongozi wa sekta hii muhimu ya madini. Kwa mfano, Mheshimiwa Anthony Peter Mavunde, waziri wetu, ambaye pia alikuwa na uzoefu wa madini kwa siku nyingi. Mhandisi Yahya Samamba, katibu mkuu wa Wizara ya Madini, ni mtu ambaye amepitia level mbalimbali za kwenye madini. Lakini pia Mhandisi Ramadhani Lwamo, katibu mtendaji wa tume hii, amekuwa ni mzoefu katika sekta hii ya madini kwa muda mrefu. Dr. Venance Mwase, mkurugenzi mkuu wa STAMICO, ni mtu ambaye mmeshaona matunda yake na mmeshaona kazi anazozifanya. Dr. Budeba ambaye pia ni MD wa GST, ni watendaji wetu hawa wote ni wazoefu ambao kusema kweli wameteuliwa na Mheshimiwa Rais ili kuweza kusaidia sekta hii ya madini. Lakini vile vile ni viongozi mahiri na wenye uzoefu mkubwa na wenye uzalendo wa nchi yao, na kwa kweli wanajali maslahi ya taifa. Kamati yetu inatambua juhudi zao na inaunga mkono kazi wanazozifanya. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunaiomba serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuendelea kutoa fedha kwa wakati zilizotengwa katika bajeti ya mwaka huu, yani 2025-26, kama ilivyoidhinishwa na Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ili Wizara ya Madini iweze kutekeleza malengo yake kikamilifu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nipende pia kuchukua nafasi hii kuwapongeza wadau wote wa madini walioshiriki nasi katika hafla hii siku ya leo. Wadau hao ikiwa ni pamoja na wachimbaji wadogo, pamoja na makampuni ya uchimbaji wa madini, hususan Buckleaf, Shanta Mining Company Singida, Shanta Mining Company New Luika, pamoja na GGM ambao wako hapa na ambao pia ni wateja wa STAMICO. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa kumalizia salamu zangu hizi, napenda kuchukua nafasi hii kwa heshima kubwa kukutakia wewe Mheshimiwa Waziri Mkuu kila laheri katika uchaguzi mkuu wa mwaka huu. Tunaamini kwamba wajumbe wa Ruangwa watakupatia kura za kishindo katika kura za maoni, lakini vile vile wana Ruangwa watakupa ridhaa kwenye uchaguzi mkuu kuendelea kuwa mbunge wa Ruangwa katika mwaka huu 2025. Vile vile napenda kuchukua nafasi hii kumtakia kila laheri Mheshimiwa Waziri wa Madini na naibu wake, wapate ushindi mkubwa katika majimbo yao. Na sisi wabunge tulioko hapa, wajumbe wa kamati na wabunge wote walioko hapa, tumefanya kazi zetu vizuri za uwakilishi kama wabunge, lakini vile vile tumefanya kazi zetu vizuri katika kamati hii. Tunamuomba Mwenyezi Mungu naye atujalie ili tuweze kuendelea na sisi kuchaguliwa kuongoza kuja bungeni tena kwa ajili ya kazi hizi za kibunge.
Mwisho kabisa, Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunawatakia Watanzania wote kila laheri na amani katika kushiriki uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Asante sana. Asante, naomba tuongeze makofi kwake Mheshimiwa mwenyekiti wa kamati ya Bunge. Tunakushukuru sana Mheshimiwa Mateo David. Mheshimiwa rasmi, kabla sijamuinua mtendaji mkuu wa STAMICO, naomba uridhie ni udhurisho wachache muhimu. Nasema kila shughuli na wenyewe. Sasa shughuli hii ina wafuatao. Naomba niwatambulishe kwako watumishi wote wa STAMICO popote mlipo. Naomba msimame. Watumishi wote wa STAMICO, asante sana. Watumishi wa Wizara ya Madini na taasisi zake popote mlipo, naomba msimame. Watumishi wa wizara pamoja na taasisi zote zilizo chini ya Wizara ya Madini, asanteni sana. Lakini tunayo makampuni tanzu ya STAMICO na wabia wote wa STAMICO. Makampuni tanzu ya STAMICO na wabia wote wa STAMICO, naomba msimame popote mlipo. Mheshimiwa mgeni rasmi, ulipofika zoezi la kwanza ulitembelea mitambo. Sasa mitambo ile imetengenezwa na kampuni inayoitwa CSK. Naomba watumishi wa CSK pamoja na mkurugenzi mtendaji, managing director wake, wote mlipo. Asanteni sana. Asante sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, baada ya kuhudhurisha, niombe sasa uridhie tupate maelezo kuhusu vitendea kazi ambavyo tayari umeshavizinduliwa asubuhi kutoka kwa mtendaji mkuu. Mkurugenzi mtendaji Dr. Venance Mwase aje atoe maelezo haya ili umma wa Tanzania uweze kumsikiza. Karibu sana mkurugenzi. Tumpigie makofi mengi sana. Mheshimiwa Kassim Majaliwa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mgeni rasmi wetu leo, Mheshimiwa Anthony Peter Mavunde mbunge na Waziri wa Madini, viongozi wote mlioko meza kuu, ndugu waalikwa, mabibi na mabwana, itifaki imezingatiwa. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa mgeni rasmi, nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa afya na kibali cha kushiriki tukio hili la leo la kihistoria. Lakini pili, kwa namna ya kipekee ni kushukuru wewe kwa muda wako uliotenga kuja kushiriki na sisi hapa. Pamoja na kwamba una ratiba ngumu, nakumbuka juzi tarehe 18 tulikuwa wote Chunya kwenye uzinduzi wa kiwanda cha kuchakata shaba, lakini leo hii umeendelea kujumuika na sisi hapa, na kushukuru sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, niruhusu kabla sijatoa taarifa ya vifaa vilivyozinduliwa, basi nikupitishe kwa ufupi sana kwenye majukumu ya Shirika la Madini la Taifa STAMICO yanavyotekelezwa, lakini pia na mageuzi ambayo yamefanywa katika kipindi kifupi cha miaka takribani 4. Mheshimiwa mgeni rasmi, shirika linatekeleza majukumu yake kwa uwekezaji kwenye miradi mbalimbali, ikiwemo mradi wa makaa ya mawe kule Kiwira. Lakini ikumbukwe kwamba miaka 5 iliyopita ule mradi ulikuwa ni sleeping elephant. Kupitia mageuzi ambayo tumefanya ya kufufua shirika, na mwakilishi wa msajili wa hazina amesema vizuri, tumeweza kubadilisha uchumi wa wanakiwira. Pale Kiwira ule mgodi ulikuwa ni cost center. Shirika lilikuwa linachukua OC kutoka serikalini kwa ajili ya kuweka watu pale kwa maana ya care and maintenance. Lakini sasa hivi tayari ule mgodi umeshafufuliwa, tumeweka uwekezaji mkubwa, tumefufua mpaka mgodi wa chini underground, na uwekezaji huo umeweza kufufua uzalishaji, na sasa hivi tunachimba makaa ya mawe, tunauza ndani na nje ya nchi, na tunajipatia mpaka fedha za kigeni. Kwa hiyo ni kipindi kifupi tu tayari ule mradi umegeuka kuwa revenue center au chanzo cha mapato cha shirika. Mheshimiwa mgeni rasmi, mradi mwingine wa kimageuzi tuliofanya ni mradi ambao na leo vifaa vyake au mitambo yake umezindua.
mradi wa kuzalisha nishati safi ya kupikia maarufu kama Rafiki Briquette. Mradi huu tulianza na utafiti kwa kushirikisha wataalamu wa vyuo mbalimbali na taasisi za kitafiti na ukakamilika, na tayari uzalishaji wa majaribio ulianza na ukakamilika. Tumekuja kujaribiwa na taasisi ya viwango TBS, tumeshapata TBS certificate na uzalishaji umeshaanza kwa kiwango kikubwa. Kwa mgeni rasmi, sasa hivi tunapozungumza kuna viwanda viwili vikubwa vinazalisha. Kule Kiwira kuna kiwanda kinazalisha chenye uwezo wa kuzalisha tani 20 kwa saa, lakini pia kule Kiwira kuna kiwanda chenye uwezo huo huo. Vile vile miongoni mwa vifaa ulivyozindua leo kuna mitambo ambayo inaenda kufungwa hapa Dodoma kwa ajili ya kuanzisha hicho kiwanda hapa Dodoma pale Chigongwe, na pia kule Tabora ambapo tayari ujenzi umeshaanza, ni kwa ajili ya kutengeneza hii nishati pia kwenda kuokoa miti inayokatwa na wazalishaji wa tumbaku. Kwa mgeni rasmi, kupitia mawakala kama ambavyo nilisema, mradi huu au bidhaa hii imeshasambaa karibu nchi nzima, na mawakala wakubwa niseme ni taasisi ya Wanawake na Samia. Sasa hivi tuna mawakala 44 na mpaka sasa hivi taasisi 37 zimeshaanza kutumia nishati hii, zikiwemo taasisi za magereza yote 129 nchi nzima wanatumia nishati safi ya kupikia ambayo ni Rafiki Briquette. Na namshukuru mwenzangu mkurugenzi mtendaji wa VETA yuko hapa, na leo tutasaini hati ya makubaliano na mashirikiano. Kwanza vyuo vyake vyote 80 nchi nzima navyo vitaanza kutumia Rafiki Briquette. Lakini kuna vyuo ambavyo viko kwenye ujenzi 45 navyo vikikamilika vitaanza kutumia Rafiki Briquette. Ila makubaliano mengine ambayo tunashirikiana ni swala la kuwapa mafunzo mawakala wetu ambao ni Wanawake na Samia. Na nichukue nafasi hii Mheshimiwa mgeni rasmi, mbele yako nimshukuru sana mkurugenzi mwenzangu, na tutasaini hata mashirikiano hapa kwa kuona umuhimu wa kuendeleza hii taasisi. Ni taasisi ambayo tunaamini kupitia mafunzo watapata maarifa, na maarifa yatawasaidia kwenye shughuli za kiuchumi. Mfumo tunao kwenda nao ni kuwapa hawa mawakala taasisi ya Wanawake na Samia makontena nchi nzima. Sasa hivi Wanawake na Samia mikoa yote 5 ya nyanda za juu kusini wameshapata makontena. Mkoa wa Geita umeshapata kontena. Mkoa wa Dodoma nao umeshapata kontena, na jana limezinduliwa. Ni duka, ni ofisi, ni store. Kwa hiyo nitoe rai kwa Wanawake na Samia nchi nzima, makontena yameshafika. Tunaomba tupate ratiba tuyasambaze makontena hayo nchi nzima ili muweze kusambaza bidhaa hii. Mheshimiwa mgeni rasmi, mradi mwingine wa kimkakati ambao umehusika kwenye turnaround ya shirika ni mradi wa uchorongaji. Ni mradi ambao tumewekeza kwa nguvu kubwa kupitia vifaa vya kisasa kwa maana hizi drilling rigs, na kwa kipindi kifupi cha miaka 5 tumeweza kununua mitambo mipya 14. Ule wa 14 ndio ambao umezindua leo, kwa maana deep hole rig ambao ni mtambo wa kisasa unaochoronga mita 1000 sawa na kilomita 3 au ni viwanja 30 vya mpira wa miguu kwenda chini. Ni teknolojia ya kwanza hapa Tanzania na Afrika Mashariki ambayo imeletwa na Shirika la Madini la Taifa STAMICO. Mheshimiwa mgeni rasmi, pamoja na miradi mingine na mengi ameongea mwakilishi wa msajili wa hazina, kwa kipindi kifupi miaka 4 au 5 shirika limeweza kupata mafanikio makubwa sana. Mengi yameongelewa hapa na mwakilishi wa msajili wa hazina,
lakini ikiwemo lile la kukua kwa mapato kwa kiasi kikubwa, kukua kwa mzania wa shirika kutoka bilioni 45.7 mpaka bilioni 268, lakini kubadilisha shirika kutoka kwenye kutengeneza hasara, sasa hivi shirika linatengeneza faida, na kupitia faida hiyo shirika linalipa gawio serikalini. Na mheshimiwa mgeni rasmi, shirika hili lilianzishwa mwaka 1972. Kipindi chote hicho lilikuwa halijawahi kupeleka hata senti serikalini. Lakini kwa kipindi hiki cha mageuzi, kipindi kifupi cha miaka 4 au 5, jumla tumeweza kupeleka shilingi bilioni 10 serikalini. Na kila mwaka huwa tunapeleka, na mwakani pia tutapeleka. Mheshimiwa mgeni rasmi, lingine ni kuondokana na utegemezi wa serikali. Sasa hivi huu ni mwaka wa 3 hatujachukua OC serikalini na tulikataa wenyewe. Lakini mwaka huu tumekamilisha mageuzi hayo kwa kuondoka kwenye mishahara ya serikali, hali ambayo imeweza kuokolea serikali kiasi cha shilingi bilioni 6.4. Hela hizo zote tumeacha serikali ifanye majukumu mengine. Sisi tunajilipa mishahara, lakini na OC pia tumeiacha, ambapo kila mwaka tunaiokolea serikali bilioni 1.2. Mheshimiwa mgeni rasmi, haya ni mageuzi makubwa ambayo tumeyafanya ndani ya kipindi kifupi, lakini mageuzi haya yote yametokana na nini? Yametokana na shirika kuelewa na kutafsiri kwa vitendo falsafa ya serikali ya awamu ya 6 ikiongozwa na Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan ya 4 Rs, ambapo sisi tumechukua zile R mbili za mwisho, reform na rebuild. Tumefanya hivyo na kweli tumeweza kutransform shirika. Sasa hivi shirika limekuwa ni shirika la mfano kokote. Malengo yetu ni nini going forward? Tuna mipango mikubwa ya kwenda kwenye uwekezaji mkubwa. Na mheshimiwa mgeni rasmi, wanasema world class begin where the comfort zone end. Maana yake huwezi kuwa na ukubwa wa kimataifa, viwango vya kimataifa, wala standardi za kimataifa kama bado wewe ni mtegemezi au uko kwenye comfort zone. Kwa hiyo shirika la madini tumeshaondoka kwenye utegemezi, tumeshaachana na kuwa kwenye comfort zone. Tumeanza safari ya kuwa world class state mining corporation, ambayo kupitia andiko letu na slogan yetu ya Mastasha, make STAMICO shine again, tunaenda kuwa multi-trillion turnover corporation ifikapo 2030. Hiyo ni mipango ambayo tumeshaanza, na naishukuru wizara kwa kuridhia, wametupa leseni za kimkakati. Tumeshaanza kuzichakata, tumeshapata kibali cha wizara, tumeshapata ridhaa ya msajili wa hazina kama ilivyosemwa. Kwa hiyo hakuna kitakachotuzuia. Ifikapo 2030 STAMICO inaenda kuwa multi-trillion turnover corporation. Mheshimiwa mgeni rasmi, pamoja na hayo majukumu ya kuwekeza kwenye tasnia ya uchimbaji madini kwa niaba ya serikali, lakini shirika pia lina jukumu la kisheria la kuwalea, kuwaendeleza na kuwarasimisha wachimbaji wadogo. Na hilo hasa ndio lilotuweka hapa siku ya leo, ambapo tunashirikiana sana na shirikisho la wachimbaji Tanzania FEMATA, ambao ndio mwavuli wa wachimbaji wote wadogo ambao ni wazao hapa nchini. Tumefanya mengi, tumefanya mafunzo, tumetafuta masoko, lakini pia tumeunganisha na taasisi za fedha. Tumeingia MOU na banks mbalimbali kwa ajili ya kuwawezesha kwenye changamoto ambazo wanakumbana nazo. Lakini changamoto kubwa kabisa ya kihistoria ambayo tulibaini kupitia utafiti tuliofanya ilikuwa ni changamoto ya kuchimba kiolela kwa kukosa taarifa za kijiolojia.
Rais wa FEMATA amelisema vizuri. Walikuwa wanaongozwa na nguvu za giza. Lakini hii ni tasnia au ni sekta ya kisayansi. Kwa hiyo tumeamua kuwatoa huko kwa kuwaletea mitambo ya kisasa ya kuchoronga, wajue madini yako wapi, wawekeze wapi, wapate hayo madini, lakini pia waaminiwe na taasisi za fedha. Mheshimiwa mgeni rasmi, wengine tunaoshirikiana nao ni TAOMA, Chama cha Wachimbaji Wanawake Tanzania. Hawa nao tunashirikiana kwa kiasi kikubwa. Tumewapa ofisi za STAMICO, tunashirikiana kufungua miradi mbalimbali, lakini pia nawapongeza kwa sababu wao wameanzisha TAOMA Youth ambao wanawafundisha kwa ajili ya kuja kutake over baadaye. Na leo hii miongoni mwa vifaa ambavyo wamezindua kuna zile jaw crusher 10 kwa ajili ya hawa ili kundi. Na hii ni mara ya pili. Mtakumbuka 2023 tulivyokuwa hapa pia tulikabidhi mitambo hiyo au jaw crusher 10. Taarifa ambazo nilizipata ni kwamba zimefanya kazi kwa tija kubwa sana, na ndio maana tukavutiwa kununua mingine 10. Kwa hiyo niwape rai, muendelee kuitunza, muendelee kuisimamia kwa tija, ili na sisi tuendelee kupata moyo wa kuendelea kuwasaidia zaidi. Lakini Mheshimiwa mgeni rasmi, kuna makundi maalum. Mmoja ameongea hapa, watu wenye ulemavu wa ngozi, albinism. Hawa nao tunawasaidia. Yule kiongozi wao alikuja ofisini kwangu mara kwa mara. Anaomba nauli, anaomba maji, anaomba hiki. Nikamwambia, utaomba mpaka lini? Mimi staili yangu ni kukupa nyavu, sio samaki. Nikawaomba waende waandike barua, waombe uwakala wa hii Rafiki Briquette, nishati safi mbadala ya kupikia, ambayo pia wao ni wadau au ni waathirika wa mabadiliko ya tabia nchi kupitia ngozi yao. Na wameshaomba wakala, wamepewa, na tumewapa kontena kwa maana ya duka, na kama alivyosema mwenyekiti wao jana tumelizindua Mheshimiwa mgeni rasmi, na wanafanya biashara yao vizuri. Lengo ni kwamba na wao wajitegemee, na wao wawe na fursa ya kiuchumi, ili waondoe economic dependence ndani ya nchi. Yiko kundi lingine la wenye usikivu hafifu, TAMAVITA. Hawa nao tuliwapa mafunzo, baadaye tukawapatia leseni, baadaye tukawapatia vifaa vya kuchimba na vifaa vya usalama. Tunavyozungumza kule Nyakafuru wana eneo lao wanachimba na wanasimamiwa na STAMICO. Lengo Mheshimiwa mgeni rasmi ni kuhakikisha kwamba tunawasimamia na kuwasaidia mpaka na wao wapate dhahabu, wauze, wapate pesa. Hii ni kutekeleza azma ya Mheshimiwa Rais ya uchumi jumuishi kwa ajili ya ustawi wa wananchi wote au Watanzania wote bila kujali hali zao. Lakini kundi lingine kubwa naliita kundi la Vibe, ni wanawake na Samia. Mheshimiwa mgeni rasmi, kundi hili ni kundi ambalo limejipambanua kujiinua na kujitegemea kiuchumi. Na sisi tunajua kwamba mwathirika mkubwa wa nishati chafu ni mwanamama. Kwa hiyo tukachukua ajenda ya nishati safi, ambayo unajua ni ajenda ya Mheshimiwa Rais, ambaye ameshatawazwa kuwa kinara wa nishati safi Afrika na duniani, kuichukua hii ajenda kama taasisi ya serikali kuhakikisha kwamba inafanikiwa. Na lengo la kitaifa la ifikapo 2034 80% ya Watanzania wawe kwenye nishati safi litimie. Kwa hiyo hawa nao kama nilivyosema, tumewapa wakala, tumeshawapa makontena mikoa 7, lakini makontena ameshafika, tutasambaza nchi nzima ili kuhakikisha wote mmepata makontena.
Mheshimiwa mgeni rasmi, kilichoniweka hapa ni kusema tukio la leo ni tukio gani. Mheshimiwa mgeni rasmi, tukio la leo ni mwendelezo wa jitihada za serikali kupitia Shirika la Madini la Taifa kuwasaidia kuendeleza wachimbaji wadogo nchini ambao ni wachimbaji wazawa. Ni mwendelezo kwa sababu mtakumbuka 2023 tulikuwa hapa na Mheshimiwa Rais ambapo tulizindua vifaa kama hivi, vifaa vya rigi pamoja na hizo jaw crusher, na akaelekeza vinunuliwe rigi zinunue zingine 10, na ndivyo tumetekeleza, ndicho tulichotuweka hapa. Mgeni rasmi, kwenye tukio hili kuna uzinduzi wa vifaa vya wachimbaji wadogo, lakini kuna uzinduzi wa vifaa kwa ajili ya STAMICO ambapo vyote kwa ujumla wake vina thamani ya bilioni 12.41. Huo ni uwekezaji mkubwa sana wa serikali kupitia STAMICO katika jitihada za kumkomboa mchimbaji mdogo. Lakini tukio lingine litakalofanyika leo ni kusainiana hati za maridhiano na mashirikiano kati ya Shirika la Madini la Taifa STAMICO na VETA katika maeneo yafuatayo. Kwanza, VETA wameridhia vyuo vyao vyote kama nilivyosema, vyuo 80 na vingine vinavyokuja 45 vianze kutumia nishati safi pamoja na kutoa mafunzo kwa wanawake na Samia. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba nihitimishe kwa kushukuru. Kwanza nishukuru serikali ya awamu ya 6 kupitia Rais Samia Suluhu Hassan, falsafa zake za 4Rs ambazo zimekuwa chachu ya mageuzi ya Shirika la Madini. Nikushukuru wewe sana kwa kuendelea kushirikiana na tasnia hii kama nilivyosema, lakini mshukuru Mheshimiwa Waziri na wizara nzima. Mheshimiwa Waziri, ikumbuko kwamba wewe ndio uliandika andiko la mashine hizi ukiwa CEO wa FEMATA, na sisi tulivyokuja tukalikuta tukaliendeleza, ila wewe uliandika mitambo 2. Leo hii wewe ni mkuu wa sekta, umekabidhi mitambo 15. Hiyo ndio tafsiri ya halisi ya maana kazi iendelee, na hayo ndio maendeleo. Namshukuru mwenyekiti wa bodi, mwenyekiti wangu, pia nashukuru bodi iliyomaliza muda wake. Na Mheshimiwa mgeni rasmi, tumewiwa kuwaalika katika kuendelea kuwashukuru na kuwashirikisha haya ambayo tuliasisi nao, kwamba nao ni timu ya mageuzi. Nawashukuru sana kwa kufika. Nawashukuru RMO wote ambao tunashirikiana nao kwenye miradi yetu mbalimbali, lakini vile vile wadau wa STAMICO wote mlioko hapa, Shanta, GGM, Bakrif pamoja na CSK. Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba kusema kwamba nakushukuru sana kwa kunisikiliza na ujio wako, na sisi tunakuahidi tutaendelea kutekeleza majukumu yetu kama tulivyoanzishwa kwa ufanisi zaidi kwa maendeleo ya taifa hili. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asanteni sana kunisikiliza. Asante sana Dr. Venance Mwase, makofi tena kwake. Mkurugenzi mtendaji huyu wa Shirika la Madini la Taifa, na tunakushukuru sana kwa taarifa fupi kuhusu vifaa vilivyozinduliwa hii leo. Kutokana na ulezi mzuri na uwezeshaji wa STAMICO, wachimbaji wadogo sasa hivi wanachangia 40% ya mapato yote ambayo yanatokana na sekta ya madini. Makofi tena kwa STAMICO. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa ridhaa yako, naomba tupate neno kutoka kwa mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi mstaafu IGP Simon Nyakoro Siro. Karibu sana. STAMICO safi, madini safi. Mheshimiwa Kassim Majaliwa Kassim, mbunge, waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Anthony Peter Mavunde, mbunge, waziri wa madini, Dr. Steven Kisurwa, mbunge, naibu waziri, na mimi niungane na wenzangu kusema itifaki imezingatiwa. Mheshimiwa Waziri Mkuu,
Mimi siku ya leo siji nitazungumza nini, manake ndio tunasuasua kuingia kwenye shirika kujua linafanyaje kazi. Lakini nichukue nafasi hii kwa kweli kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema ambaye ametuwezesha siku ya leo kukutana hapa kwa ajili ya kuangalia vifaa vilivyopo kwa ajili ya shirika letu. Lakini nichukue nafasi hii pia kumshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuniamini na kuniteua kuwa mwenyekiti wa bodi katika shirika letu la Watanzania. Aidha nimshukuru pia Mheshimiwa Rais jana usiku pia kwa kuniteua kuwa mkuu wa mkoa wa Kigoma. Naomba tumpigie makofi Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nishukuru sana wewe binafsi kwa kuja kujoin na sisi katika shughuli hii muhimu ambayo tunajua madini ya Watanzania na madini ni lazima yao kufaida wa Tanzania. Aidha nichukue na fursa hii pia kumshukuru sana Waziri wa Madini Mheshimiwa Anthony Peter Mavunde kwa kunikaribisha kwenye shirika. Mheshimiwa Waziri, nakushukuru sana kwa kunikaribisha kwa ukarimu mkubwa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mengi yamezungumzwa na mtendaji mkuu. Labda tu mimi niseme machache. Nipende kutoa shukrani zangu za dhati kwa bodi ya wakurugenzi waliomaliza muda wake. Nimepitia dokumenti zao na performance zao, kwa kweli wamefanya kazi nzuri. Tunaomba tuwapigie makofi. Na mimi Mheshimiwa mgeni rasmi niseme, kwa sababu naingiza viatu vyangu, basi naamini watanipa ushirikiano tuhakikishe kwamba madini ya Tanzania yanakuwa kwa faida ya Watanzania. Ingawa nimepitia baadhi ya documents, nimeona kuna changamoto kidogo Mheshimiwa Waziri Mkuu kwenye swala la usambazaji wa hizi rafiki briquettes, kwa maana kwamba kuna hitajio kubwa la kuwa na magari ya kutosha kwa ajili ya kusambaza vitu vya msingi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, swala kubwa ni kulinda madini yetu. Swala kubwa ni kuhakikisha kwamba tunatumia madini yetu kwa ajili ya Watanzania. Kwa hiyo niseme tu kwamba madini ni maisha na utajiri. Asanteni sana kwa kunisikiliza na Mungu awabariki. Asante sana mwenyekiti, nakushukuru sana kwa salamu hizo. Nakushukuru mno. Mheshimiwa mgeni rasmi, baada ya salamu hizo sasa tunakwenda kwenye tendo maalum la kusaini mikataba. Tutaomba sasa wanaohusika na kuratibu jambo hilo, na wakati tunasaini mikataba nitaomba mjomba bendi muendelee kutumbuiza, vitaenda sambamba. Mikataba inasainiwa na nyinyi huko mnatumbuiza. Naomba wanaoratibu mikataba hiyo meza zije eneo lake, na wale wahusika mtendaji mkuu wa VETA na SIDO wawe karibu. Naomba zije. Hii ni mikataba ya hati za makubaliano kama ambavyo mkurugenzi mtendaji alivyosema kwenye salamu zake au kwenye maelezo yake. Na mtazamaji wa TBC, kama ambavyo unafuatilia matangazo haya kutoka katika viwanja hivi vya Jakaya Kikwete hapa jijini Dodoma, ni uzinduzi wa mitambo ya wachimbaji wadogo na vitendea kazi vya STAMICO. Ni mitambo ya aina mbalimbali ambayo imezinduliwa hapa, ikiwemo mitambo mikubwa
machinjio ya kimataifa. Tunao machinjio yetu Kizota pale ambayo kwa hivi karibuni chanjo tunaizungumza hapa ni chanjo ya mifugo kabisa ambayo tarehe 20 na Uvi ambaye ni kaimu afisa mfawizi Dr. Dionizi Ibrahim. Lakini pia nianze kwa kujitambulisha. Kama alivyonitambulisha dada Ferista, mimi kwa majina naitwa Fugo. Inavyo vituo, tunaviita vituo vya kanda kilichoko chini ya Wizara ya Mifugo, ambayo hii bilioni 28 ng'ombe rekodi you.